Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Mungu, wapendwa wa Kristo, na wasalimu hamjambo. Mungu wa amani amezidi kunihifadhi, kunilinda na hata kunichunga, nikitarajia umzima hata na wewe. Nazidi kukushukuru kwa kuzidi kupenda, kufuatilia na hata kuzidi kuuliza maswali kwa ajili ya mambo mengi yaliyo mbele yetu. Nami kwa sababu ya wema wa Mungu na ukuu wake, leo tena niko angani kwa ajili ya mambo yaliyotokea kabla yetu kuzaliwa, lakini ni mambo mengine ambapo yalifichika, na hata walioandikia Biblia tunayotumia wakati huu, kunayo tunaambiwa kwamba kunao muda walificha Biblia na kuna mambo mengi yalitolewa, lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu na ukuu wake, hayo vitabu tumezidi kuyapata na kuweza kunemea. Kama siku ya leo tutaongea kuhusu kidogo safari ya Isaki na mambo ambayo yako katika Biblia na yale ambayo tumeyapata katika yale kitabu na kuyalinganisha na Biblia yenyewe. Lakini nikawa nimeyasoma na nikaweka katika kitu jambo moja ambayo ilianzisha yote kuhusu Isaki, ni mambo ya ulimi. Kama vile tunavyosoma katika kitabu ya Yakobo 3:5 inatuambia ulimi ni kitu ni jambo ni kidogo, lakini inao majivuno mengi, inayo kama moto kama moto mdogo unaweza kuwasha msitu. Ikawa mwandishi pale Yakobo analinganisha kwamba ulimi ni mdogo na inaweza kuwakisha msitu moto. Yaani ndio kitu kidogo ndani yetu inaweza kutuashia moto, ikatuongeza kashida ama ikatuingiza katika baraka. So pale ndipo alikuwa anaongea. Nami nikaa nimetafakari kwa kuwa kunalo jambo lilianzika ambayo ilikuwa imechukua muda. Hata uumbaji ilikuwa kutokana na ulimi, kwa sababu naambiwa Mungu naye akasema na iwe, na nini na iwe. So jambo lolote tunaloongea kwamba kumbuka linao nguvu. Hata Adamu kazi alipewa ya kwanza ilikuwa ni kuwapatia majina wanyama na vitu vilivyokuwa duniani. Alitumia tu ulimi kwa kunena. Lakini sasa jambo tutaenda tofauti, ni kwa ajili kwamba Isaka na ndugu yake mkubwa Ismaili akiwa na miaka 37 akawa ana majivuno ndani ya moyo, na akawa anaongea na Israeli akimwambia kwamba kumbuka, mimi nilitahiriwa nikiwa mtu mzima wa miaka 13, wewe ulitahiriwa kama siku 8, ambayo ndio ilikuwa ni agano. Mungu alipokutana na Abrahamu, ama wakati anampatia agano kwamba watoto wazazi wako ama watu wote wa nyumba yako watakuwa wanatahiriwa namu wakiwa na siku 8 tangu kuzaliwa. Ndipo wakati walipokuwa wakitahiriwa, nayo Isaka akamwambia, afadhali wewe ulitumika kwa Mungu kwa kiumbe kidogo tu cha mwili, lakini mimi niko tayari kutumika kwa mwili wote. So ni mambo mangapi tumenena kama haya? Haya jambo unaweza iona ni kidogo, lakini ilileta mambo makubwa katika hiyo familia. Ilileta mabadiliko makubwa, na tukiendelea utajua kwamba ilileta hata kifo cha mamake Sara. Ndipo ile jambo, kumbe Mungu anasikia tunayonena, Shetani anasikia yale tunayonena, na sisi nafsi yetu imesikia. So kunao vile tunaambiwa kwamba hatuwezi kudanganya watu watatu. Hatuwezi kudanganya Mungu, hatuwezi kudanganya Shetani, na hatuwezi kudanganya nafsi yetu. Kama vile Shetani alitoka mbinguni, kila mara hutembea, na tunaambiwa yeye ndio mshtaki wetu. Kitabu cha kwanza waraka wa Petro ya kwanza 5:8 inakwambia na tukeshe na tukae makini, kwa sababu mshtaki wetu kama simba yanguruma na kutafuta ni wapi atatupata. So kila wakati tunaponena, kila jambo tunalofanya, tujue kwamba tunafaa tukeshe. Kukesha ili tujue tunaongea nini ama ni jambo gani tunaloliongea, kwa sababu mshtaki wetu yuko pale anatutafuta. Ndipo naye Ayubu akawa Shetani ameenda kwa Mungu. Anasemekana katika Ayubu 1:8, na umemwona mtumishi wangu, na akamwambia yua kuabudu na ya kutumikia kwa sababu umemlinda, lakini ukinipa nafasi. So Shetani kila mara ukimbia ili apate nafasi ya kutuangusha, ya kututega, kutokana pengine na maneno yetu. Tumeahidi tutasimama na jambo hili kanisani, tumeahidi tutasimama na mtu huyu, tumemwahidi Mungu, ukinipatia mtoto nitakutumikia, ukinipatia ndoa nitakufanya hivi. Lakini unaona kama ni maneno tu, kama kuweka nadhiri, lakini tukisoma kwamba kumbe yale maneno yanaweza kubadilisha nguvu. Ndio maana naambiwa wakati wa mwisho kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Yale maneno yote tushawaiongea hapa duniani tutayakiri siku ya mwisho. So
mambo yale yakaanza kufanya kazi kuanzia pale. Nayo shetani ikabidi aanze kufanya kazi, na kaenda kwamba akamwambia Mungu kwamba mtumishi wako Abrahamu tangu umbariki ameacha kukuabudu na kukutolea sadaka. So ni kama miaka 30 na ambayo 20 na ambayo Abrahamu hajawahi kufanya tena sadaka, hatusikii mahali alitoa. So Mungu akajua hii ni kweli, sababu ameagi kweli. So naye shetani inasemekana akatokea Abrahamu na yeye ndiye amekimbia kwa Mungu na akarudi kwa Isaka kama kijana, kwamba babako anataka kukutoa akakuchinje. Nayo akarudi kwa kama mzee, an humble old man, kwa hawa wakina nini, Abrahamu na Sara, kwamba Mungu anataka mumtoe mtoto wenu sadaka. Lakini ilipata kwamba haikufika hapo, kuna mambo mengi yalitokea. Ndio tunaambiwa kwamba kuna mambo Mungu anaweza kunena na wewe kabla ya shetani. Kumbe Mungu akuwa ashanena na Abrahamu kwamba ninataka umtolee Isaka mtoto wako, sababu hakuna sadaka ambayo Abrahamu alikuwa hajatoa. So ilikuwa ni level nyingine ya kumjaribu Abrahamu. Lile jambo likachukua muda, ama alikuchukua muda, Abrahamu akalitafakari na akamwambia mke wake Sara kwamba ni siku nyingi sijamtolea Mungu sadaka na ni wakati inafaa nikamtolee Mungu sadaka. Naye Sara ikamdhoofisha sana ndani ya mwili wake na akanung'unika sana ndani ya mwili wake, kwa sababu alisikia jambo kama lile shetani akaliongea na akajua ni mwanawe anaenda kutolewa. Ndiyo tunaambiwa kwamba Mungu yuko yuatuangalia. Anatuambia kwamba katika Yeremia 23:23 kwamba yuatafuta ni nani atakayemtumia. Hakuna kitu kinaweza kumficha. Hata katika kitabu cha Second Chronicles 16:9, mambo ya nyakati ya pili 16:9, anatuambia kwamba macho ya Bwana iko kila mahali kutazama mbaya na muovu. So Mungu kila mahali atafuta ni nani atakayemtumikia, ama ni nani atakayemtumia ili apeleke ujumbe wake mbele. Na tunaona kwamba ili jambo shetani anazidi kulijenga pole, kwa sababu anajua kunayo ahadi ya Isaka kwamba ndiyo Mungu amemwambia kupitia Isaka ndiyo wafalme watazaliwa, kupitia Isaka ndiyo mataifa yatazaliwa. Lakini yale maneno tunayonena imebadilisha tena narrative, imebadilisha jambo kwa sababu ya hii familia. Sasa inabidi ni Isaka aende atolewe kama sacrifice. Mamake hajajua, lakini ameanza kusikia fununu kwamba kuna mzee mmoja, na akashindwa huyu mzee atajuaje hili jambo. So ikachukua muda, ikachukua wakati, kwa sababu bado ni hiyo mwaka mmoja, mambo yanazidi yakiendelea kufanyika. Kama tunavyojua kwamba shetani kazi yake ni tunavyofundishwa katika kitabu ya Yohana 10:10 kwamba shetani anakuja kuharibu, kuua na kunyang'anya. So ni lazima kati ya zile afanye moja, haribu uhusiano wa familia ama apore uhusiano wa familia, na ikikataa aiue ile familia. So ni lazima katika familia ya kina Isaka, vile aliingia alikuwa haribu, anyang'anye na auwe. So nia yake ilikuwa ni kuharibu uhusiano ama auwe mmoja wapo, ili ile agano amue Isaka, ili ile agano isitimie. Tunaona hata wakati alikuja kumjaribu Yesu Kristo kwamba hebu jirushe, akijua katika akili yake huyu jamaa akijirusha ni kwisha na kwa amekufa kabla hajakamilisha ile safari alikuwa na hapa duniani. So tujue ni mambo gani tunaweza kuwa tunategwa kwa shetani hapa duniani, ama ni sauti gani tunayosikia ya Mungu, ama ni mambo gani tunayanena, na ni vipi itakuwa pale mbele. Tukitoka hapo tunapata kwamba kunayo Mungu amemwambia Abrahamu kwamba ninataka ukanitolee mwana Isaka. Lakini kama bado ni siri ndani yake, akajua kwamba mimi sitamwambia mke wangu, ni jambo itakuwa ni ngumu, kwa sababu kama ni Mungu alituambia ni mtoto wa ahadi, ataisikiaje? Kuna mambo Mungu akiongea na wewe mpendwa, hayo maneno ni yako, usishia na mtu. Ndio maana ninampenda sana kijana Daudi. Wakati alifanya mambo na yule mke na akazaa mtoto, Mungu akanena na Nathanaeli ambaye alikuwa ni nabii, akaenda akamwelezea dhambi zake. Daudi alilia sana, lakini akaambiwa huyo mtoto ataishi. Katika kitabu cha Samueli
12:17, Samueli wa pili, tunapata kwamba akaambiwa kwamba mtoto naye hataishi. Alilia akasikitika siku nyingi, na mtoto hakuweza kuishi mpaka alipokuwa ameaga. Naye ndio hiyo siku mtoto akaaga, yeye amejifungia ndani. Lakini siku mtoto alivyoaga ndio akainuka, kwa sababu hakumwambia mtu yoyote agano lake na Mungu. Agano lako utakapolinena na watu wataliharibu. Kunayo nabii mmoja katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 13, akatumwa na Mungu apeleke ujumbe, na akaambiwa usirudi na ile njia umerudi, na usikule jambo lolote, kwa kuwa Jeroboam ametumia ujumbe na Mungu kwamba lazima kuna jambo litatendeka. Nabii akafanya kazi vizuri, na sasa anaanza kusema yale mambo Mungu alimwambia. Aliniambia nisipite na hii njia, nisikule, nini. Na kuna nabii mzee akataka kumtrika, akaniambia nionyesheni njia huyu amepita. Alivyoenda, yule nabii aliweza kumconvince na akampatia unabii na akamkabilia alale, na hivyo ndio mambo ya yule nabii ikaisha. Na hata dhambi tulioingia siku ya leo, kutoka kitabu cha Mwanzo 3:1, Mungu amwambia kwamba msikule hii tunda. Wao wanaanza kutangaza usikule hii tunda. Ndio maana yale mambo tunayotabiriwa, yale mambo tunapewa kama huduma, ni yako wewe mwenyewe uyaweke na ufuatilie, na Mungu atende jambo. Wakati utamwambia mtu mwingine, ile nabii ama ile unabii huwa unaisha nguvu. Ndio maana hata unabii zinazotangazwa ya mtu katika microphone, katika public, huwa hazina maana, sababu hatujui ni nani ameyasikia na ni vipi atayaombea na ni vipi atayafanya. So, Mungu akamwambia Abrahamu, na akabaki nalo lile jambo, na akamtrick mtoto, na hata kumwambia mke wake Sara akatoka akamwambia kwamba akampatia nguo moja alipewa, a garment ambayo alipewa na Abimeleki, akamvisha, akampatia mkate, akampatia nini, nendeni kwa amani. So walipokuwa katika safari yao na wanaenda, Mungu anazidi kunena na wao, nayo kwa sababu ya lile jambo shetani wakatembea siku 3. Wakati maji ulipokuwa umeisha, naye shetani inasemekana alikimbia mbele na kuweka maji. Abrahamu akajua kwamba hapa huwa kumekauka na huwa hakuna maji, lakini kunao mtu amefanya jambo. Akamwomba Mungu, na ghafla pale pakakauka. So katika lile safari shetani bado anazidi kuwajaribu. Nao ndio Isaka akamuuliza kwamba, baba, mimi ninajua ya kwamba mimi ndio naenda kunitoa, na nimejitoa kwa ukweli, ukanitoe. Babake akashtuka, akaona ni siri, kumbe sababu shetani alikuwa shaongea na yeye katika ujana, na hata wafanyikazi walikuwa wanajua. So walipofika na karibu, shetani akarejea nyuma na kuongea na Sara na kumwambia yale mambo. Sara aliambua na alilia, na hapo ndio kifo ya Sara inatokea. Tunaambiwa Sara akakufa hapo, alilia na kukufa. Ndio maana Sara alikufa akiwa na miaka 127. So it is the same year, ama ni mwaka huo mmoja ambao haya mambo yanafanyika, ambayo hii mambo hiyo ndio kifo Sara ilimtokea. Aliposikia mwanawe ndiye amechinjwa ama anaenda kuchinjwa sababu ya uke, alilia, akalia na akaaga pale. Lakini kule wengine wanaendelea na safari, Mungu akatumia Abrahamu na akauliza Isaka, unaona nini juu ya mlima? Akamwambia, ninaona moshi. So here's a vision, ninaona moshi. Na nyinyi wafanyikazi hawako wanaona kitu. So hata kanisani na hata pale tunaishi tunaona mambo tofauti, lakini kwa sababu ya Mungu lazima tuwe na hayo mambo kwa pamoja. So kwa sababu walikuwa waoni, ilibidi waachwe pale, na akapanda na Isaka wakatengeneza pale pa kutengeneza. Na hapo ndio tunaambiwa kwamba alipokuwa anamchinja, kumbe shetani naye mwana kondoo yule alichinjwa katika Genesis 3:22, naye tena anataka kuchinjwa kwa mara ya pili, nayo akawa ameshikwa na shetani. Shetani anaweza kuwa anashika baraka zako, lakini ni lazima ukae katika utukufu na ukae katika utakatifu ili yale mambo yote yatendeke. Abrahamu nayo malaika wakapiga nduru na wakashuka, na hapo ndipo
Isaka akatolewa na ikafanywa replacement. Genesis 22:15, replacement ya sacrifice itafanyika pale, kwamba Isaka alikuwa amejitolea, lakini mwana kondoo ametolewa. Lakini kumbuka, Shetani lengo lake amehakikisha kunayo kifo imefanyika pale ndani, ingawa sasa haikuwa Isaka ambaye alikuwa anatarajia, bali ile muda ambapo Isaka anaondolewa kufa, nayo huku mama yake anaaga. So at the same time, ndio maana kuna kitabu moja katika Biblia ambayo Yesu alinishangaza. Kunayo mwanamke alivuja damu miaka 12, nayo kunayo siku hiyo Yesu akiwa katika crusade ama akiwa katika public meeting, watu wamemzingira, watu wakasimama wengi kabisa, nayo ikafika mahali kwamba wakati tu aligusa pindo la Yesu na akaja akaanza kutoa damu ikasimama, nayo mtoto wa miaka 12 anakufa mahali. So ukiona jambo linafanyika, ujue kwamba kunayo replacement ambayo huwa inafanyika mahali pale. So hazifanyiki bure. Hata wewe wakati utakao kombolewa, ni lazima utasikia kunayo jambo litafanyika mahali pengine. So wakati Isaka anaondolewa yale kamba, kwa sababu yeye ndiye alikuwa akufe, nayo mamake akakufa. Na hivyo ndio kazi ya Mungu ufanyika. Asanteni. Mungu amani awabariki, azidi kuwalinda na kuwachunga. Amina.